Hello, habari. This is Bar Sports. Na leo ni siku nyingine tena tuko na mzee wa kazi chafu kama kawaida. Mambo ni aje mzee? Kama mwandishi wa habari. Okay, so tumeona kwamba Simba na Yanga ndio watu ambao wanaenda katika fainali ya Kombe la Muungano na watakutana siku ya tarehe 29. So, unahisi kwanza ni nani ataibuka mshindi katika hiyo mechi? Mimi kiupande wangu hapo siwezi nikasema atakuwa mshindi Yanga au Simba, kwa sababu wote ni wako vizuri msimu huu, yani kiufupi wote wamejipanga. Kwa hiyo matokeo tunayopata kule ndo tutayapata, ndo hayo, kwa sababu nikiangalia upande wa Yanga wako vizuri na upande wa Simba pia wako vizuri. Performance yao nahisi nimeiona vizuri, na Yanga performance yao pia mmeiona. Okay, kwa ujumla unaiona itakuwa ni mechi ya namna gani hiyo? Kiupande wangu mimi mechi ninavyoiona, na kama itafanikiwa basi itakuwa piga ni kupige, chomoa ni chomoe. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ambayo ni nzuri sana, si ndivyo, ya kuweza kuiangalia, si ndivyo? Ni mechi ambayo inavutia sana kiufupi, na dabi inatakiwa iwe hivyo ya mashindano. Yani la dabi kweli muone watu kweli mpira wanacheza, sio upande mmoja tunaona goli 6 goli 7. Sasa unakuwa ni sio mpira, itakuwa ni marede. Kuna watu walihisi kwamba Simba atajivunja katika mechi ya Mlandege ili asiweze kuonana na Yanga, asiweze kukutana na Young Africans. Wewe na ulikuwa na wazo kama hilo kwamba Simba alikuwa na uwezo wa kujivunja ili mradi tusikutane na Young Africans? Hapana, kwa goli zile mimi nakataa, kwa sababu kama ingekuwepo na uwezo basi angeruhusu kipindi cha kwanza kile na Mlandege wangempiga bao Simba. Lakini niliona walikuwa wanashambulia, japo Mlandege alikuwa anapambana sana kufika pale kupiga hata one target moja, lakini wakawa wameshindwa. Lakini Simba walipiga hata goli ambayo kidogo ikagonga hadi mwamba, lakini Mlandege alikuwa anaishia kati, na maana Simba alikuwa na advantage kubwa sana, alikuwa na uhakika sana na ile mechi. Okay, so katika hii dabi ambayo tunaenda kuiona tarehe 29, tukumbuke Simba na Yanga watakutana ndani ya wiki moja, kwamba tarehe 29 na pia tarehe 3 kutakuwa na dabi ambayo hiyo ni dabi ya ndani ya NBC Premier League. Tunakumbuka katika mechi iliyopita ya dabi, Simba na Yanga walitoka suluhu, yani bila walitoka. So unahisi Simba na Yanga kuonana katika gap la wiki moja, hii inaleta kitu gani, au inaonyesha nini, au itakuwa ni kitu sahihi wao kukutana kwa muda wa wiki moja tu, au itakuwa sasa kila mtu atakuwa ameshamsoma mwenzie? Unahisi kuna mtu atadominate katika mechi zote mbili kwamba atamfunga mwenzake mara 2 mfululizo, au itakuwa Simba atamfunga labda Yanga katika Muungano afu Yanga atakuja atashinda katika NBC? Nini maoni yako? Labda mimi nizungumze kitu kimoja. Kumfunga yani timu moja ni Simba wanakutana mara 2 mfululizo, tarehe 29 na tarehe 3. Yani Simba kumfunga Yanga mechi zote mbili ni ngumu sana, na Simba kufungwa na Yanga mechi zote mbili pia ni ngumu, kwa sababu mechi ya kwanza anaweza akaruhusu Simba akafungwa, ikafungwa bahati mbaya, sababu mpira unadunda, unaona. Lakini mechi ya pili Simba hatakubali, lazima atakuwa kamsoma mchezo bwana Yanga, na hata kama ikitokea Yanga au Simba kashinda goli kwa Yanga, amefungwa mechi ya kwanza, lazima mechi ya pili pia amsome mchezo Simba, unaona. Kwa hiyo mimi ninavyoona, kama itatokea au kama kutatokea ushindi, basi mimi ninavyoona, maoni yangu, anaweza akashinda mechi ya pili akashinda Yanga, hivyo mimi ninavyoona kwa maoni yangu, kwa sababu nikiangalia Simba nikiangalia Yanga, uchezaji wao wote naona kiwango kipo juu sana. Okay, so unahisi Simba ataenda kubeba ile kombe la Muungano ili kuondoa roster yake ya muda mrefu kutokupata kikombe chochote? Mimi naweza nikasema kuna asilimia kadhaa, kwa sababu Simba bado sasa hivi ana hasira sana, hajaonja furaha muda mrefu, na wana Simba pia wanatamani kuona furaha, unaona. Naweza nikasema hivyo, pia anaweza akapambana akachukua kombe. Lakini pia nikirudi upande wa Yanga, pia Yanga bado anaendelea, anataka kuendeleza mwendelezo wake wa ubingwa. Sasa sijajua hapo hiyo mechi itakuwaje, ila ninavyoona hii mechi au hizi mechi ambazo zimepangiwa tarehe 3 na tarehe 29, mimi ninavyoona upande wangu, aliyokuwa kijijini aje mjini, maana nyumbani pamenoga.
Lakini hujasema kwamba unahisi kwamba Simba atachukua ama au ni kitu gani? Like unahisi atachukua ama bado ataendelea na roster yake? Ndio maana nimekuambia hivi. Kuna asilimia kubwa ambayo nampa Simba ana uwezo akachukua, kwa sababu Simba bado ana hasira na hajaonja furaha muda mrefu, ndugu mwandishi wa habari. Unanielewa? Kwa hiyo na asilimia kubwa sana ambayo Simba anaweza akachukua, kwa sababu cha kwanza yuko vizuri, afu cha pili Yanga pia yuko vizuri, lakini kuna kitu ambacho Yanga anaona kama kwake kama anataka kulizika fulani au kutaka, anajua atashinda, umeona, lakini Simba anataka ashinde. Inamaanisha kwamba Yanga anajiamini sana. Yanga anajiamini sana kutokana na mazingira ambayo huko nyuma, ushindi aliochukua, anaamini kuwa Simba udhaifu wake ni ule ule. Okay. So shukran sana mzee wa kazi chafu. Okay, this is Bongo Buzz. Till next time. Bye bye.